Zamani kwa tunyo nyimbo gani anasema mimi baba yenu sina nguvu tena za kuua simba, simba ni mkali, ameua baba, ameua mama. Nakumbuka watoto wangu leo nikumbuka vizuri mambo yetu ya kitoto. Kwa hivyo katika kuvuta unaongeza upo urembo katika kuvuta. Kwa hivyo wakala kaumun, wakasema watu wengine katika lugha hii ndani yake, ya ghulama, ewe kijana, kama walivyosoma kwenye Qur'ani, ya hasratan ala ma farrattu fi jambillahi. Kwa hivyo wamesoma wengine ya hasrata, imesomeka ya hasrati, ya hasratan, ya hasrata. Na ziko zile ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadha alghurabi fa uwari sawata akhi, Al-Maida. Na kiko qiraa ya wailati, ya wailata. Kwa hivyo katika nida kuna mambwembwe mengi sana Usiyatumie wewe kwa sababu lugha yako ni nyepesi wewe, lakini ukiyakuta kwenye vitabu yasikubabaishi. Angalau ujue kwamba hii ni njia ile na hii ni njia. Lakini tena usitumie mbwembwe nyingi, lugha yenyewe si yako Tumefahamiana Unapigia mguu mmoja afu utakupiga dane miguu miwili utakutoka mpira. Wewe piga lugha lako la kushoto basi kwa goli potelea. Sasa lakini ujue tu kwamba ya hasratan alama. Sasa ya hasrata, ya wailata. Baada ya kutaja makanuni hayo ya urembo wa lugha, tunaita urembo wa nini? Wa lugha. Si ya msingi lakini ni sehemu ya urembo katika lugha, uyajue tu ukiyakuta. Anaongeza kwa kusema wa hadfu ya yajuzu fi nidai, na kuondolewa yeye inajuzu katika kuita yoyote ile, ikiwa yeye ya uhitaji, ikiwa yeye ya mutakallim, zote zinaweza kaondoka. Kaqaulihim rabbi istajib du'ai, kama Waarabu wanaposema rabbi istajib du'ai, Mola wangu itikia dua yangu hii, kubali dua yangu. Ilikuwa takdiri ya maneno ya rabbi, ewe Mola wangu, ile ya imeondolewa na ile rabbi yeye mwisho vile imeondolewa. Rabbi imekuja hivyo tu, na ndivyo ilivyokuja katika suratu Maryam katika maeneo mengi. Kaf ha ya ain sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Naona kitu kafaya ain sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu, alipomwita Mola wake nidaan khafia, kwa wito wa kuficha wa siri kimya kimya. Qala, akasema rabbi, ayya rabbi, ile ya imeondolewa na ile i kwenye rabbi imeondolewa, imekuja tu rabbi. Na sehemu nyingi katika Qur'ani imekuja hivyo rabbi rabbi, ile kisra pale ya bi inaonesha kuna yeye ya mutakallimu imeondolewa na ile ya kule mwanzo imeondoka. Huu ni mtindo wa Qur'an. Kwa hivyo kwa kaulihim rabbi istajib du'ai, kama unaposema Mola wangu, ewe Mola wangu itikia dua yangu, ile ya imeondoka na ile imeondoka, ya rabbi ikaja rabbi istajib du'ai. Wa in taqul ya hadhihi au ya dha fahathu ya mumtani'un ya hadha, na ukisema ya hadhihi au ya dha, kwa maana ya hadha hii ya pili kaliondoa lile he kwa sababu za kishairi, na kwa sababu pia inafaa kusema dha. Ukisema ya hadhihi au ya hadha, ukasema wewe huyu, ewe huyu, fahadfu ya, kuondoa ya katika habari hii mumtani'un, haiwezekani kwa sababu italeta utata. Ukisema hadha na hadhihi
Na ukisema ya hadha na ya hadhihi ni mambo mawili tofauti. Hadha na hadhihi unaashiria, ya hadha au ya hadhihi unaita. Sasa ukiondoa ile ya ukasema tu hadha na hadhihi, itakuwa haijulikani kama unamwita au unamwashiria. Kwa hiyo italeta utata, lazima uirudishe ile ye pale kubainisha kwamba hapa unaita. Haifai kuondoa ye katika ismul ishara zozote unapoita kwa ismul ishara. Ya haulai, usiseme haulai ukakusudia kuwaita. Ukisema haulai, wasema hawa. Ya haulai, enyi hawa. Ukitaka kuwaita lazima uilete ile harfu nidai, kwa sababu ukiondoa itakuwa julikani unawaita au unawaashiria tu. Haijitoshelezi. Ziko sehemu haifai kuondoa ye harfu nidai. Moja ni ile wakati wa ismu ishara. Kwa hivyo wa in taqul ya hadhihi au ya dha, na ikiwa utasema ya hadhihi au ya hadha, fa atfu ya, basi kuondolewa ye katika kesi hii mumtani'un, hakuwezekani. Ya hadha, ewe huyu. Useme hivyo hivyo, lazima urudishe ya hadha, na anakutanabisha wewe vile vile, anakuita ya hadha, ewe huyu. Tanabahi kwamba uwezi kwenye harfu kwenye asmaul ishara ukaondoa harfu nidai. Kwa unakusudia kuita na mbele inakuja ismul ishara, lazima harfu nidai ulete, kwa sababu italeta utata, haijulikani kama unaita au unaashiria. Babu tarkhimi, mlango wa kukata maneno. Tarkhim ni kukata maneno. Kama mtu anaitwa Abduli, mnamuita Duli au mnamuita Abdu. Muhammedi mnamuita Edi. Fatuma mnamuita Tuma. Tena wengine ukata alafu wakati ana kizungu. Bakari wakamuita Beka. Bakari anaitwa Beka, Juma anataka aitwe James, Ndio wanabadilisha, wengine wanaingia huku, wengine wanaingia huku. Wengine wanamuita mtu alikuwa akiitwa utotoni Medi, Kidedi, Cholo, ati Nasoro anaitwa Cholo kwa sababu ndugu zake wale kwa wakiita Cholo ile Nasoro hawezi kusema Cholo, basi limekuwa Cholo. Chichi, Rashidi sijui au Saidi unamuita Chichi. Dula Chidi, Mumu au Lumu. Mimi sijawahi kuitwa Mumu wala Lumu, mimi Salum. Sasa hapa tunazungumzia kuyakata majina, Babu tarkhimi, mlango wa kukata majina. Wa in tasattarkhima, na ukitaka kukata jina fi hali nida, katika hali ya kuita, fakhsus bihi, husisha jambo hili almarifata almunfarida, jina lilokuwa maarifa, lilokuwa mufrad, sio jamu. Jina la mtu mmoja tena ni maarifa, iwe keshajulikana na kusudiwa nani, na we mtu mmoja tu, isiwe mambo ya wengi, wala isiwe nakira hajulikani nani, kwa sababu ndo unalikata. Tena ukilikata na halafu halijajulikana nani, utazidi kuvuruga. Fakhsus bihi, husisha jambo hili almarifata, jina ambalo tayari linajulikana, lila mtu maalum, almunfarida, aliye peke yake, au eneo maalum au kitu maalum kicho peke yake. Wahdhif, naondoa idha rakhamta, utakapokata akhir ismihi, mwisho wa jina lake. Wao wanapenda kuondoa mwisho, waondoi mwanzo. Sio wakati mwingine tunaondoa mpaka mwanzo. Muhammad anaitwa Edi, ile Muhamedi tunachukua kule Edi mwisho tu, sasa tunakata mwanzo wakati mwingine. Nasoro, Cholo, hii si tukata, tumebadilisha hapa mpaka choo imeingia, Chidi, Rashidi, kwa sababu tumechukua na matamshi ya kitoto yale, Chidi, Rachidi, kacha Chidi. Tuma, angalau tumekata mwanzo, Fatuma. Dida, Hadija, huyo tumemtoa kabisa kwenye Khadija, tumekwenda kwenye Dida. Sisi tuna kanuni zetu kwenye Kiswahili kidogo ziko tofauti na wao, lakini bado tuko pale pale ukataji wa majina, Basi wahdhif idha rakhamta, naondoa utakapokata jina akhir rasmi, mwisho wa jina lake. Wala tughayir, wala usibadilishe mabaki kilichobaki rasmi katika mchoro wake.
Ukikata basi wanasema usibadilishe kitu, we kata tu. Unakata mwisho unabakisha mwanzo. Sisi tunakata, tunabadilisha mpaka matamshi katika lugha yetu sisi. Makame anaitwa meki. Hii meki tumejikoa wapi kwa wazungu? Meki, makame. Tena naona raha yakiitwa meki. Mimi naitwa meki bwana. Kumbe jina lake makame. Ya kuna mmoja alikuwa anaitwa makameusi. Ukichanganya na kwa makaa meusi. Baba yake usi na makaa siku zote meusi, meupe bado hajatokea sasa. Haya. Kwa hivyo wala tughayyir ma baqiya, wala usibadilishe kilichobaki an rasmi katika mchoro wake, kibakisha vile vile. Taqulu ya Talha, utasema Talha, we umeondoa ile talhata, ile te ya mwisho ile umeondoa Talha. Kama ya Hamza, ile Hamzata, wa ya Ami, huyu ni Amir, inaondolewa retu, ya Ami, badala ya Amir ataitwa Ami. Unakata herufi moja ya mwisho. Hizo kanuni za Kiarabu chenyewe original. Smaa, sikieni nyie wawili. Ya Talha ilikuwa ya Talhatu wa ya Amiru smaa. Haya ni majina ya watu. Ilikuwa dhamma akhiru, ya Talhatu wa ya Amiru smaa. Ewe Talha na Amir sikilizeni. Lakini ya Talha wa ya Ami smaa. Unakata tu herufi zinabaki vile vile na herufi zake zile zile. Amiru Ami, Talhatu Talha. Kama takulu fi Suada, kama unavyosema katika habari za mwanamke anaitwa Suada, unasema ya Su'a. Ile da unaiondoa. Ya Su'a. Na hizi irabu zake zinakuwa Talha munada mabninu ala dhammi, lakini kwenye te iliyoondolewa ala ta'il mahdhufa, na huyo ala ra'il mahdhufa, na huyo ala dalil mahdhufa kwenye suada. Ni irabu ziko kwenye ile herufi iliyoondoka. Ilipoondoka herufi ile imeondoka na irabu ya nida. Ilikuwa ya Talhatu wa ya Amiru wa ya Suadu. Ya Talha wa ya Ami wa ya Su'a. Huyu ni Suada. Kama takulu fi Suada, kama unaweza katika Suada, Suada ismu la yansarif, utasema ya Su'a. Haya, sasa zinakuja kanuni. Waqad ujiza dhammu fi tarkhim, na imejuzishwa vile kutia dhumma katika tarkhim, yani baada ya kushakuiondoa ile herufi uliokata, irabu ilete huku nyuma. Sasa useme ya Talhu wa ya Amu wa ya Su'a. Hapa ndo hakuna namna, kwa sababu hiyo ni alifu, uzirudisha nyuma. Faqila ya Amu, pakasema ya Amu bi dhammil mimi, kwa kutia dhumma mim. Kwa hivyo ya Talhu imeruhusiwa, lakini si nzuri, kwa sababu itakuwa haituoneshi kilichoondoka ni nini. Bora tubaki vile vile ya Talha, ya Ami, ya Su'a, ili tujue kwamba kuna herufi kule mwisho imeondoka na irabu, kuliko hii kauli ya pili isema waqad ujiza, na imeruhusiwa vile vile irabu kuihamishia kwenye hii herufi iliyobaki, lakini bora ile ya mwanzo, kwa sababu ndio tutakakubainishia kwamba irabu imeondoka pamoja na herufi moja kule. Ngome imekwisha. Leo tuko kwenye urembo kweli, maana hizi ni mbwembwe tu za lugha, si mambo muhimu sana, ni mbwembwe za lugha. Wa alqi harfaini bila kufuli, na dondosha au ondoa, tupa herufi mbili pasi kufilika. Min wazni fa'alana, katika uzani wa fa'alana, wa min maf'uli, na uzani wa maf'ul. Ikiwa mtu jina lake kama vile Khalfan, fa'alan, Hamdan, Uthman, au wazni wake maf'ul kama vile Mansur, Mabruk, Mahmud, basi unaweza kuziondoa herufi mbili za mwisho katika nida. Takulu fi Marwana
utasema katika jina la mtu Marwan tumo ya Marwa jilisi, ushaondoa ile an alifu na nuni, ya Marwa jilisi. We Marwani kaa, lakini Marwa utamwita badala ya Marwan umeondoa alifu na nuni. Kwamba kama vile Uthman usema ya Uthma mathalan, ya Hamda Hamdan, ya Khalfa Khalfan. Wa mithluhu ya Mansur, na mfano kumwita ya Mansur badala Mansur, ya Mabru badala Mabruk, ya Mahmud badala Mahmud. Ile wao na nuni unazondoa kama ilivyokuwa huko alifu na nun kwenye ya Marwa na ya Khalfa, ya Uthma umezondoa. Umeona, wao wanapenda kukata mwisho, sisi tuna tabia kukata mwanzo. Mtu anaitwa Sultan lakini udogoni unamuita Tani huko mjini. Tani Sultan anaitwa Tani. Unakumbuka bwana mkubwa Tani. Wengine mpaka kawa mkubwa wanaitwa Tani. Tani vipi Sultani? Kwa sababu wale ndugu zake walikuwa wanashindwa kumtamka jina refu le Sultani. Tani basi kaitwa Tani. Sisi tunakata mwanzo, wao wanakata mwisho. Sultan ani ule neno, sisi tunaondoa sultan, tabakia ani Tani. Ya Mansur fafham wa qis, au fafham wa qisi, fahamu na ukisie. Ufahamu jambo hili alafu uweke kipimo, wapi naondoa wapi sio ndo. Khalfani atakuwa Khalfa, Hamdani atakuwa Hamda. Sasa huko Hamdani anaweza kuitwa Dani, kaona ham ikaondoka kule, kabaki hili la mwisho. Wala turakhim hinda fi nidai, wala usimkate hindi katika wito, kwa sababu herufi zake ni 3. Ukizikata tena itakuwa balaa. Jina lenyewe lina herufi 3, alafu ukakate moja itakuwa hin, na ukikata 2 itakuwa hii. Ile namna huyu mwenyewe kapunjika, jina lina herufi 3, alafu unakwenda kumkata. Hamna mkata nini tena? Hamna kukata. Wala turakhim hinda fi nidai, wala usilikate jina hindi katika wito, kwa sababu tayari lina herufi ngapi? 3. Sasa ukipunguza moja tena kwa hin min itakuwa sasa tatizo, na ukipunguza 2 ndio kabisa itakuwa hi mi. Maneno gani? Lakini wanafanya watu wetu. Utasikia Antini, jina lake ni Hadi, huyo anaitwa Antini. Mama na Nauria na tuna wanaume si sana si kuita hivyo. Wanawake wana mashaka, wanaona tabu sana kuitana majina yale waliopewa na wazee wao. Mtu anaitwa Bim mkubwa, sasa mimi naitwa Bim. Bim ya kujengea. Bim mkubwa, Bim. Lakini nimekuta na maeneo ya Tabora Ibrahimu anaitwa Bim. Mwanamume hapo Ibrahimu anamuita Bim kwa kukata Bim. Bahati ataitwa T au Baha. So, wala turakhim hinda fi nidai, wala usilikate neno hindi katika kuita. Wala thulathiyan, wala chenye herufi 3. Jina herufi 3 usilikate. Halali loepukana min hai na te mwisho huko. Kama he au kuna he mwisho na te, unaweza ukakata ile he ya mwisho. Lakini tena herufi 3 na hakuna he mwisho, usikate. Utaleta mashaka makubwa sana. Itakuwa mwisho unamtamka mtu kwa herufi. Mtu anaitwa Zaid utamuita za. Huko anaita Zaituni anaitwa Zai. Zainabu pia anaitwa Zai, wanakata. Mariamu anaitwa Mam. Lakini angalau zile ni herufi 4. Mariam nini Mam da Mam. Sisi bwana tumejipa uhuru sana wa kukata majina Kwa hivyo kakataa. Kisema ikiwa herufi 3 iliyokuwa hakuna he mwisho usikate. Wa iyakun akhiruhu haun, na ikiwa mwisho wake kuna he, faqul, sema fi hibatin. Hiba, mtu anaitwa hiba. Hiba maana yake zawadi au tunu. Zawadi au tunu ndio hiba. Wa wahabna lahu, tukamzawadia au tukamtunukia. Hiba
zawadi. Na zawadi kwa tusi jina la mwanamke tu, mwanamume haitwi zawadi. Lakini imekuta baadhi ya maeneo majina ambayo sisi kwetu ni ya wanawake tu, kule wanaitwa mpaka wanaume katika baadhi ya maeneo. Nimeshangaa kwa kweli, kwa sababu neno nimemkuta Kigoma mtu mmoja anaitwa Faida, mwanamume. Mzee, kwetu sisi Faida ni mwanamke tu Kwani wanaume ni hasara tu au? Nimekuta Faida, mwanamume Faida. Kama huko kwetu kija tabidi ubadilishe jina mzee. Unaweza kaposwa yako mengine anaingia huko na huko, lakini hayo. Kwa hivyo fi hibatin zawadi, ya hiba min hadha ar-rajul. Kwa hivyo tunaweza tukasoma ya hiba man hadha ar-rajul, we zawadi, nani huyu mwanamume? Ukifanya man kama vile unamuuliza huyu mwanamume gani uliokuja naye we zawadi we. Lakini ukiifanya kwa Kisra hii kama ilivyowekwa kwenye kitabu changu mimi, ya hiba min hadha ar-rajul, ewe zawadi ya mwanamume huyu. Umepata bahati, umekuwa zawadi yake yote si tatizo, kwa sababu uzani unakubali. Lakini utasema ile hiba unaweza ukaikata, ukasema ya hiba ile te ukaikata mwisho. Wa qawluhum fi sahibin, na kusema kwa Waarabu katika neno sahibin, wakisema ya sahi wanalikata shadha, limetoka nje ya kipimo, ndio lilipopokewa hivyo, halijafuata vipimo. Ilikuwa haki yake sio kukatwa, lakini linakatwa, wanasema ya sahi badala ya sahibi, ya sahi. Ewe rafi badala rafiki, ewe rafi, ya sahi. Limaana fihi, kwa sababu ya maana ndani yake, biistilahi, kwa mapatano ya Waarabu wanavyotumia. Kwa sababu hilo limekuwa kama nakira, lakini limetumika sana, rafiki yangu we, rafiki yangu we. Kwa hivyo wanaweza kulikata katika matumizi, wasema ya sahi badala ya sahibi, wanakata. Lakini ni matumizi maalum ya lugha ya Kiarabu, halikuwa na kanuni hasa iliyofuata. Ndio wenyewe walipotumia, wasema ya sahi, ukitaka utasema badala ya sahibi be unaweza kuikata. Babu tasghiri, mlango wa kudogosha. Mlango wa kudogosha ni mlango wa kulifanya neno lipungue ukubwa wake, kama vile kitabu wasema kijitabu, nyumba wasema kijumba, kigari. Nakumbuka wakati fulani kwenye magazeti ilitokea, walijadili kweli watu. Kuna mtu mmoja alikuwa anatumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akatuhumiwa kwa ubadhirifu wa bilioni shilingi za Kitanzania. Akasema mnanisumbua kwa vijisenti. Yaani bilioni moja kaita vijisenti. Watu wakasema huyu kazidiani. Sasa kama bilioni moja ni vijisenti, hizo pesa zitakuwa zipi? Kwa hiyo kuna mtu anazaliwa katika Tanzania hii mpaka anakufa, milioni moja, sio bilioni, milioni moja hajawahi kuiona hivi kikaa peke yake. Milioni, sio bilioni, anazaliwa mpaka anakufa ndani ya nchi hii. We bilioni unasema vijisenti. Una adabu yake. Lakini ndio jeuri, watu wakishafika mahali wanakuwa na jeuri kwa kweli. Wazee wetu wengine wamekufa hata laki moja hajawahi kuiona. Hii laki kwa imekaa pamoja hivi. Kama hii ndio laki moja inakaa hivi, wako mpaka kafa hajawahi kuiona. Sio kuimiliki. Kuimiliki usizungumze, tuzungumzie kuiona tu, hivi ndio ilivyokaa. Wa in turid tasghira al-ism al-muhtaqar, na ikiwa unataka kudogosha jina lenye kudhalilishwa. Muhtaqar, lenye kudhalilishwa, linalofanywa duni. Hapa ni dharau, kwa sababu kasema imma litihwanin, ama kwa sababu ya unyonge, wa imma lisighar, au kwa sababu ya udogo. Unadogosha ama kitu chenye ni kidogo kwa maumbile, au unakidogosha kwa sababu ya udhalili wake tu kimaana. Mfano, nasikia juzi shekhe kuna watu wamekutukana. Vijitu tu vimejitokeza kunikashifu, vijitu tu. Unaona hapa si kwa sababu ni wadogo, kwa sababu kuwadharau.
imma litihwanin, ama kwa sababu ya unyonge, wa imma lisighar, au kwa sababu ya udogo. Kwa hivyo ikiwa ni udogo unazungumzia uhalisi. Nimekutana na kijitu kifupi kama hivi. Sasa hiyo sasa ni uhalisi, unaelezea uhalisi. Hakuna kijitu kimoja kina maneno uko mengi. Hapa sasa unakidharau. Hatutaki kuwafundisha watu dharau, lakini tunawafundisha watu lugha inavyozungumzwa. Tumefahamiana vizuri hapo Tajiri wa vijisenti lakini maskini wa noti. Yaani ana vijisenti noti hazipati Kwa hivyo hiyo dharau sasa. Imma litihwanin wa imma lisighar. Ama kwa sababu ya unyonge inatokana na hawani hiyo. Wa imma lisighar, au kwa sababu ya udogo. Mlango huu hasa mahala pake ni fani ya sarfu, sio fani ya nahwu. Hapa kauingiza tu kwenye nahwu, lakini mara nyingi kwenye sarfu ndo nafundishwa Basi fa dhamma mabdahu, kanuni yake ni tia dhamma herufi yake ya mwanzo wake utie dhamma li hadhi alhaditha, kwa ajili ya hili tukio la kudogosha. Tia dhamma mwanzo. Kama kitabu utasema kutaib, herufi ya mwanzo utaitia nini? Utatia dhamma. Fa dhamma mabdahu li hadhi alhaditha, itie dhamma mwanzo wake kwa ajili ya tukio hilo la kudogosha. Wazidhu yaan, na uliongezee yeye tabtadiha, utakaoanza nayo thalitha, kwa ni ya tatu. Ile yeye ikawe herufi ya tatu. Kitabun kutaibun, kitabun kutaibun, qalamun qulaimun, baitun buyaitun. Utakwenda kuwaza nayo ile kwamba ni herufi ya tatu ile yeye. Herufi ya mwanzo utatia dhamma, alafu yeye iwe herufi ya tatu. Kama hapana yeye, pana yeye, utaweka herufi ya tatu kuwa ni yeye. Zitakuja kuwa mbili baadaye. Na ukitaka utachanganya utaona. Takulu utasema fi falsin, falsin ambayo ni pesa hiyo, flus zinakuwa nyingi. Falsin utasema fulaisun ya fata, kipesa au kisenti. Fals ni senti, fulaisun kisenti. Umeitia dhamma herufi ya mwanzo fu, alafu umeongeza ye iwe ni herufi ya tatu. Baada ya fe lam inakuja ye, fulaisun. Tumefahamiana vizuri hapo Ya fata, ewe kijana. Wa hakadha, na namna hiyo kullu thulathiyin ata, kila chenye herufi tatu kikija fanya hivyo. Falsun herufi tatu, fulaisun. Quflun qufailun, quflun qufailun, tiflun tufailun, waladun ulaidun. Utakwenda namna hiyo. Mwanzo utatia dhamma na alafu herufi ya tatu itakuwa ni ye. Utazoea, hii ni mambo ya sarfu, kidogo kidogo anze kuyazoea Fa in yakun muannathan, na ikiwa ni mwanamke basi ardaftahu, utamuongezea ha he kwa maana te, kama talhaqu law wasaftahu, kama itakavyoingia unavyosifu. Lile neno lilikuwa lina dhamiri ya kike, itabidi letee mwisho uilete katika tasghiri. Hata kama katika neno kamili haikuwepo te, itabidi mwisho ulete nini? Ulete te mwisho kwa ajili ya kubainisha ujana jike. Fasaghirin nara, basi udogoshe moto, ala nuwaira, kimoto. Narun nuwaira, na mwisho itabidi ulete te, kwa sababu hii nar ni muannath. Hadhihi naru lati kuntum, kwa sababu nar ni muannath, japokuwa huku mwanzoni hakukuwa na te. Ukidogosha lazima uilete te yake. Nuwaira, kimoto. Watu wa mjini huku tunajua kwa kimoto wapi. Unapajua kwa kimoto mzee? Wewe mtu hapa, watu wa mjini, watu wengine ukaambia kwa kimoto sasa hivi hawapajui kabisa. Mkongo hawapajua kwa kimoto? Kanisa hilo la Mkunazini nyuma pale ndo kwa kimoto. Walikuwepo mapadre wa Kijerumani pale zamani. Sasa walikuwa na masista weupe wa Kijerumani. Kuna kijumba kidogo hapa, walikuwa wanatoa huduma ya afya. Alafu walikuwa wanakaa wale masista. Sasa wale kila wakati utamwona na mshumaa. Anawasha mshumaa, anaingia wao mshumaa kwao mara kwa watu wakawa wanaoita kimoto kutokana na kile kimshumaa kile. Mimi nakumbuka walikuwa wengi masista pale na wanazungumza Kiswahili wale. Hapana tabu, karibu Basi fasakhiri nara ala nuwaira, udogoshe moto ufanye nuwaira. Kwa hivyo mtoto wa kike akaitwa Nuwaira, maana yake kimoto. Kama atakulu, kama unaposema naruhu munira, moto wake unatoa nuru. Munira hii kwenye sifa munira. Kwa hivyo nakwambia kama ilivyo kwa sifa yake utaiongezea te, basi na ukilidogosha lile neno nar utaliongezea te iwe Nuwaira. Munira na Nuwaira, majina mazuri sana.
japokuwa wazuri kwa kutamka lakini kwenye maana inaweza kile kidogo. Wasaghiril baba, na udogoshe mlango. Faqul buwaibu, sema kilango. Shekilango, Dar es Salaam, Sinza. Na wale wameshindwa wamesema shekilango, yule ni Sheikh Kilango. Alikuwa kwa shekhe pale anafundisha na msikiti wake uko pale. Unaitwa msikiti wa Sheikh Kilango. Sasa ile Sheikh Kilango wamechanganya, ni Sheikh Kilango. Yanakufa majina yanapotea, tunapata vitu vingine kabisa. Sheikh Kilango, sema Sheikh Kilango. Bab utasema buwaib, kwa sababu ile alifu itabidi geuke wao, ndio asili yake ile. Kwa hivyo itakuwa, kwa sababu na nyuma kumetokea dhamma huko, itabidi useme buwaibun, kilango kidogo hicho. Wanaba, na chonga au chonge. Insaghartahu, ukidogosha. Nuyaibun, kichonge au kichonga. Chonga au chonge ni meno ya mbele yanayozidi kwa paka au fisi au chui au simba. Yale meno yanayotokeza mbele yanaitwa chonga au yanaitwa chonge. Wengine wanaita chonge, wengine wanaita chonga. Na kuna sehemu Pemba inaitwa chonga. Ukitoka Chenja Mjawiri, chonga, Kipapo. Mzee, chonga au chonge, yale meno yanayotokeza mbele yanaitwa nabu yale. Ndio ile mshairi wa Kiarabu akasema, idha raaita anyaba al-laythi barizatan fala tadhunnanna anna al-laytha yabtasim. Ukiona meno ya mbele yale chonga za simba zimechomoza, usije ukadhani simba huyo anatabasamu. Hiyo si tabasamu, kakuona we na ndio kiteo chake. Wanaba insaghartahu nuyaibu, na chonga ukidogosha utasema nuyaibu, kichonga. Lianna baban jam'uhu abwabu, kwa sababu babu wingi wake ni abwabu. Wanabu aslu jam'ihi anyabu, na nabu asili ya jamu yake ni anyabu. Kwa hivyo utatazama asili, utarudi kwenye asili. Kwenye babu utarudi kwenye wao, na kwenye nabu utarudi kwenye ye. Wa fa'ilun tasghiruhu fuwai'ilu, na wazni wa fa'il tasghiri yake ni fuwai'ilu. Ka qawlihim fi rajilin ruwaijilu, kama katika Waarabu wasema rajil, rajili mtembeaji wa miguu. Ruwaijilu, kitembea kwa miguu. Rajil ni mwenye kutembea kwa miguu. Ruwaijilu, kitembeaji kwa miguu. Wa in tajid min ba'di thanihi alif, na ikiwa utakuta baada ya herufi ya pili kuna alifu, faqlibu ya, anigeuze yeye abadan siku zote, wala taqif wala usisite. Taqulu kam ghuzayilin, ghazal, ile alifu utageuza yeye, alafu na yeye tasghiri itakuja, utachanganya pamoja, itakuwa kam ghuzayilin. Ile ghazal ambaye ni paa huyo, utasema ghuzayil, maana ile alifu na hiyo yeye iliongezwa, alifu itageuzwa yeye na yeye iliongezwa, itakuwa mbili, itakuwa ghuzayil. Kam ghuzayilin, dhabahtu, paa wangapi nimewachinja. Wa kam dunainirin, na dinari ngapi, bihi, kwa ajili yake, samahtu, nimesamehe. Dinar itakuwa dunainir, yes, itakuwa mbili, moja ile kwa ya alifu na moja ya tasghiri. Wa qul suraihinun, nasema suraihin. Suraihin nani? Ni mbwa mwitu. Sarhan pia ni mbwa mwitu, jamii ya mbwa mwitu. Li sarhani, kama katika sarhani utasema suraihin, kijimbwa mwitu. Na hili ni jina ya mtu anaitwa Sarahani, Lakini msimwambie mwenyewe Sarahani kama maana yake ni mbwa mwitu. Wewe mwambie tu jina lako Sarahani, lakini Sarahani maana yake mbwa mwitu. Ndio majina mengine yakitamkwa Kiarabu tunaionea raha, lakini tukipewa tafsiri zake unaweza kuitwa Shonde wewe kwa Kiarabu, wala usio na habari kama mimi naitwa Shonde. Haya. Kwa hiyo wakul surahinu li Sarhana. Nasema surahini kijimbwa mwitu. Kwa Sarhan kwa ajili ya mbwa mwitu. Kama atakulu fil jam'i, kama unaposema katika wingi sarahinul hima, mbwa mwitu wa mipaka. Hiyo ndio jamu yake. Mbwa mwitu wa mipaka wanakusudiwa askari wale wenye kulinda mipakani, kule pia wanaitwa mbwa mwitu wa mipaka. Unajua kuna sehemu neno mbwa linakuwa sifa, na kuna sehemu neno mbwa linakuwa ila. Wala tughayyir fi Uthayman al-alif, wala usibadilishe alifu katika Uthayman ukasema Uthaymin. Wala Sukairana, wala Sukairana ambaye maana yake kijilevi ukasema Sukairin alladhi la yansarifu, ambayo hayasarifiki. Lakini hii nafikiri ni katika lahaja tu. Ziko lahaja nyingine zinakubali. Kwa lahaja ya Saudi Arabia anaitwa mtu Uthaymin,
yule Sheikh al-Uthaymeen. Uthaymin huyu kakataa, usiseme Uthaymin, useme Uthayman. Na yule Sukairin usiseme Sukairin kijilevi, sema Sukairan. Inaonekana lahaja anayotaka kuitetea yeye tofauti na lahaja ya watu wengine. Wa hakadha Zuaifiranu, na vile Zuaifiranu usiseme Zuaifirin kijizaafarani. Zaafarani maarufu kwa wanaoandika makombe wanajua, na wapika biriani wanajua zaafarani vizuri ni namna fulani ya bizari, lakini si ya kutumia kwenye mchuzi. Fa'tabir, basi zingatia bihi, kwa hili ninalokuambia, as-sudasiyati, maneno yote yenye herufi 6, wafqaha ma dhukir, na fahamu yaliyotajwa. Wardud ila al-mahdhufi, narudisha katika kilichoondolewa, ma kana hudhif, kilichokuwa kimeondolewa, min asli, katika asili yake, hata yauda muntasif, mpaka kirudi kimelingana sawa sawa. Kama lilikuwa neno herufi imeondolewa, irudishe alafu ndio ufanye tasghir. Ka qaulihim fi shafatin shufaiha, kama katika neno shafa manake ni mdomo, ama wa juu au wa chini, sio kinywa. Kinywa na mdomo, mdomo ni hii lips, wazungu wanaita, ndio ile lipstick ya kupaka lips, ndio hizi, huu na huu. Walisanan wa shafatain, famun ni kitu kingine na shafa ni kitu kingine. Sisi tunachanganya tu mdomo, kinywa, tunapeleka tu. Shafa ni hizi, haya manyama. Walisanan wa shafatain, fam mbali, famu ndo kinywa chote chenye. Sasa hii shafatin itabidi useme shufaiha, itabidi useme shufaiha tasghiri yake, kwa sababu ile te asili yake ni he. Shafatin shufaiha, unairudishia he yake. Washatu, na mbuzi, insaghartaha, ukimdogosha utasema shuwaiha, kibuzi, ambao kule nyumbani yako majina mtu aitwa Shuweha. Unasikia mtu aitwa Shuweha, Shuweha manake kibuzi. Nimekwambia ni majina haya kitamko kwa Kiarabu mnaona mazuri, mkiambiwa tafsiri yake mnaweza kuyabadilisha. Shuweha manake mbuzi mdogo, wewe mwanamke kaitwa kibuzi. Wa leo tufike hapa, tuna nafasi ya maswali, tusali. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.